بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نendelea na kitabu chetu cha At-Tajrid as-Sarih li ahadithi al-Jami' as-Sahih للإمام الزبيدي akifanya ikhtisari Sahih al-Bukhari. Bado tupo kitabu Mawaqiti as-Salah. قال رحمه الله تعالى: باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس. mlango unaosema la yataharra as-salata, asikusudie kuiswali swala qabla ghurubi shamsi, qabla ya jua kuzama. Asikusudie kuiswali swala qabla ya jua kuzama. An Muawiyah radhiyallahu anhu qala, Muawiya anasema: innakum latusalluna salatan, hakika yenu nyinyi mmekuwa ni wenye kuswali swala. Laqad sahibna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kwa hakika sisi tulisuhubiana na tuliishi na Mtume alayhi salatu wassalam. Fama ra'aynahu yusalliha, hatujapatapo kumuona yeye Mtume akiiswali hiyo swala. Ninyi mnaiswali swala ambayo sisi wenyewe tulioishi na Mtume hatujawahi kumuona Mtume akiiswali. Walaqad naha anha, na kwa hakika aliikataza. Yani akiwa nakusudia ar-rak'ataini ba'da al-asri, rakaa mbili baada ya swala ya alasiri. Muawiya Allah amridhie anawaambia matabi'i waliokuja baada au waliokuja au wanafunzi wa masahaba na wale wote ambao ni waumini, baada ya kuwa alikuwa anawaona ya kwamba baada ya salatu al-asri wanaamka na kuswali rakaa mbili, wananyanyuka na kuswali rakaa mbili, kana kwamba wanafanya kile kile wanachokifanya baada as-salat adh-dhuhr, walivyokuwa wanafanya kwenye dhuhuri baada ya kutoa salamu na kufanya adhkar. Walivyokuwa wakinyanyuka kuswali rakaa mbili, ndivyo hivyo hivyo wanafanya kwenye salatu al-asr. Muawiya akawakumbusha ya kwamba Mtume amekataza hili. Sisi tumesuhubiana naye na tumeishi naye, hatujapatapo kumuona Mtume alayhi salatu wasalam anaziswali swala hizi. Hadithi hii ni an-nafi. Hadithi hii ni an-nafi, maana yake ni hadithi yenye kupinga, inapinga juu ya kufaa kuswali rakaa mbili baada ya salat al-asr. Tuangalie zinazofuata. Babu ma yusalla ba'da al-asri min al-fawaiti wa nahwiha. Mlango unaofuata unasema babu, mlango ma yusalla, kile chenye kuswaliwa. Ma yusalla, kile chenye kuswaliwa. Ba'da al-asri, baada ya alasiri. Min al-fawaiti, miongoni mwa kilichopita au kilichompita. Wa nahwiha, na mfano wake. Kwa mlango huu unakuja kuthibitisha ya kwamba baada al-asri
itafaa mtu kuswali ikiwa alipitwa huko nyuma, wa nahwiha, na mfano wake, alipitwa na swala au alipitwa na baadhi ya rawatib, basi anaruhusiwa baada al-asri kuzilipa na kuziswali. ndo hadithi hii. An Aisha radhiyallahu anha qalat, Aisha nasema, walladhi dhahaba bihi, na lile ambalo ameenda nalo paka amekufa, kwa maana ya Mtume, ma tarakahuma, hajawahi kuziacha hizo 2 rakaa, hatta laqiya Allah, mpaka alipokutana na Allah. Jambo ambalo kaenda nalo kafa nalo, hajawahi kuliacha kwenye hizo rakaa 2 mpaka alikutana na Mola wake. Wama laqiya Allah ta'ala, na hajakutana na Allah aliyetukuka, hatta thaqula ani salati, mpaka alipokuwa mzito kwenye swala, kwa maana ya maradhi na kuumwa. Na hakukutana na Mola wake, wama laqiya Allah, na hajakutana na Mola wake, hatta thaqula ani salati, kwa maana aliendelea kuswali mpaka pale ambapo swala zilipokuwa nzito kwake yeye kwa kuumwa na maradhi, ndio aliacha baadhi nyakati. Wa kana yusalli kathiran, na alikuwa anaswali mara nyingi, min salatihi, katika swala yake au swala zake, qa'idan, hali akiwa amekaa. Swala zake nyingi alikuwa anaziswali akiwa amekaa. Ta'ni, anakusudia Aisha kwenye hilo, arrak'ataini ba'da al-asri, alikuwa akiziswali mara nyingi rakaa 2 baada ya alasiri huku amekaa chini. Wa kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na alikuwa Mtume alayhi salatu wasalam, yusallihima, anaziswali hizo rakaa 2, wala yusallihima fil masjidi, na alikuwa haziswali msikitini, makhafata, wa ajili ya kuogopea, an yuthaqila ala ummatihi, kuwatia uzito umma wake. Alikuwa haziswali rakaa hizo 2 msikitini. Ndio maana hata Muawiya akawa hamuoni Mtume akiswali rakaa 2 baada ya alasiri. Kumbe alikuwa akifanya hivyo anaswalia nyumbani kwake, na sababu ya kutokuziswalia msikitini, makhafata, kwa ajili ya kuhofia, an yuthaqila ala ummatihi, kuutia uzito umma wake. Wa kana yuhibbu, na alikuwa anapenda Mtume juu ya umma wake, ma yukhaffifu anhum, kile kitakachowapunguzia mzigo na kuwapa takhfifu, wepesi. Ndiyo hayo alikuwa anayapenda Mtume kwa umma wake. Hadithi hii ya Aisha radhiyallahu anha, hadithi hii ni al-muthbatu, yenye kuthibitisha juu ya kuswaliwa rakaa 2 baada ya alasiri. Kini wakati gani alikuwa, sehemu gani alikuwa akiziswali Mtume sallallahu alaihi wasallam? Alikuwa anaziswali nyumbani kwake, kwa kuhofia lisiwe jambo hili ni zito, wakafikia watu mpaka wakafaradhisha hili, wakaona ni katika mambo ya lazima. Kwa hiyo hadithi ya kwanza ni an-nafi, hadithi ya pili ni al-muthbat. Kwa maana hadithi ya kwanza inathibitisha kwamba inaswaliwa salatu al-asri au swala rakaa 2 baada al-asri, na swala na hadithi ya Muawiya inakanusha, inasema Mtume akakataza. Na kanuni ya kifiqhi inasema al-muthbatu muqaddamu ala an-nafi, al-muthbatu muqaddamu ala an-nafi. Kanuni ya kiusul al-fiqh inasema kile chenye kuthibitishwa kitatangulizwa juu ya kilichokanusha. Al-muthbatu muqaddamu ala an-nafi, kilichothibitishwa kilichokuja kwa kusema kwamba hili alikuwa analifanya
ni halali hili, yajuzu hili, lafaa hili. Hadithi itakayozungumza kuthibitisha itatangulizwa ala nafi, juu ya hadithi ya kukanusha, inayokataza, inayokanusha jambo. Kwa hiyo hadithi ya Muawiya na Aisha, hadithi ya kufanyiwa kazi ni hadithi ya Aisha, na ya Muawiya haitofanyiwa kazi. Wa anha radhiyallahu anha qalat, na pia kutoka kwake huyo Aisha, Allah amridhie, alisema rak'atani, rakaa mbili, lam yakun Rasulullah, hakuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, yad'uhuma, anaziacha, sirran wala alaniyatan, kwa siri wala kwa wazi. Rakaa mbili Mtume alikuwa aziachi, sawa sawa kwenye mazingira ya siri, sawa sawa kwenye mazingira ya wazi. Rakaa zenyewe ni zipi mbili hizo? Kwa maana swala mbili ni zipi hizo? Rak'atani qabla salati subhi, ambazo ni khairu min ad-dunya wa ma fiha. Rakaa mbili kabla ya swala ya subuhi, ambazo Mtume kasema ni bora kuliko dunia na vilivyomo. Rakaa mbili kabla subhi, kabla za subuhi, malipo yake ni hayo. Wa rak'atani ba'da al-'asri, na rakaa mbili baada ya alasiri. Rak'atani ba'da al-'asri, na rakaa mbili baada ya alasiri. Na imekuja pia hadithi ya Aisha radhiallahu anha yenye wengine nasema, ma taraka an-nabiy sallallahu alayhi wasallam as-sajdataini, Mtume hajawahi kuacha rakaa mbili baada al-asri indi qattun. Imekuja hivyo. Sasa nyingine kwamba Aisha anasema hajaacha Mtume kuswali rakaa mbili baada al-asri, baada ya swala al-asri, qattun, kuziswali nyumbani kwangu kamwe hajawahi kuziacha rakaa mbili baada ya swala ya al-asri. Hadithi hizi mbili kama tulivyosema kwamba hadithi kuna moja inakanusha na kuna hadithi ya pili ambayo inathibitisha. Hadithi ya pili, hadithi ya Aisha kwamba Mtume hajaacha kuswali rakaa mbili bimaana swala siri, lakini hadithi ya Aisha inataja hii sababu, yani inataja sababu kuu mbili, yani kwa nini Mtume au imekuwaje Mtume sallallahu alaihi wasallam anaswali swala baada ya asiri. Sababu mbili zimetajwa hapa. Sababu ya kwanza, qada'ul fawaid, kwamba alikuwa anaziswali hizi rakaa mbili baada ya asiri ni kwa kulipa alfawaid, kilichompita katika kablia au baadia ya swala za zuhuri, hasa baadia. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopitwa na baadia ya dhuhuri, alipopitwa na baadia ya dhuhuri, alikuja akailipa hiyo baadia baada ya swala ya alasiri. Kwa hiyo hichi kitendo cha Aisha kusema Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na swali rakaa mbili baada al-asri, sababu ya kwanza nataja ya kwamba alikuwa akiiswali ile ni kwa kulipa kilichompita katika baadia ya swala ya nini, ya dhuhuri. Hiyo ni sababu ya kwanza, na hili limekuja kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alijiwa na msafara ambao ni msafara wa Abdul Qais, Abdul Qais. Msafara ule ukamshughulisha katika ugawaji wa mali, msafara ule ukamshughulisha kunako ugawaji wa mali. Kwa hiyo ikamkuta baada ya swala dhuhuri hakuswali ile baadia, hakuiswali ile baadia. Ndipo sasa nafasi alipokuja kuipata baada ya alasiri akaiswali ile rakaa mbili zile akaziswali. Kwa hiyo inasemwa ya kwamba kuswali kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam baadia ya alasiri ni kwa ajili ya kulipa kilichompita. Hiyo sababu ya kwanza ya kupelekea yeye kuswali baadia
baada ya swala ya nini, ya alasiri. Sababu ya pili inayotajwa, inasemwa kwamba salatu al-ba'diyya baada al-asri, hizo rakaa mbili za baadia baada al-asiri, min khasaisihi, ni katika mambo mahususi aliyopwekeshwa nayo mtume peke yake sallallahu alaihi wasallam. Yani haya ni katika mambo yanamuhusu yeye tu. Ndio maana unaona hapa ya kwamba alikuwa mtume alayhi salatu wasallam anaswali nyumbani, haziswali msikitini. Alikuwa haziswali msikitini akihofia isije waumini ikawa ni nzito kwa wao kutokana na ule muda ambao ulivyo. Na dalili ya hili ya kwamba katika khasaisi yake ya kwanza ni hiyo, na nyingine ni hadithi ya Dhakwani maula Aisha. Anasema Dhakwani maula Aisha annaha, kwamba Aisha hadathathu, alimuhadithia, yani Aisha alimuhadithia Dhakwani anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwamba mtume kana yusalli al-asra wa yanha anha, alikuwa anaswali rakaa mbili baada ya alasiri, na wakati huo huo anakataza kwa watu wengine wasiswali hizo rakaa mbili. Na hii ndio ikaonekana katika khasaisi yake mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na riwaya hii ya maula ya Dhakwani ni riwaya ambayo baadhi ya wanachuoni wanaitamka ni dhaifa. Hilo ni jambo la pili katika hadithi hii. Jambo la tatu katika hadithi hii, inasemwa ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam katika haya yote haya yaliyokuja hapa, kwamba imma alikuwa anakanusha, anakataza isiswaliwe salatu au rakaa mbili baada al-asri, na hadithi mbili za mwisho zinathibitisha kwamba yeye mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaiswali sallallahu alaihi wasallam. Tukaita kanuni hapo kwamba al-muthbitu au al-muthbatu muqaddamu ala an-nafi, al-muthbatu muqaddamu ala an-nafi. Hadithi inayothibitisha na ni hadithi ya Aisha radhiallahu anha, hizi zote mbili ni muqaddamun ala an-nafi, itatangulizwa baada an-nafi. Kwa hiyo wale wanawachuoni wanaoona ya kwamba katika rawatibu pia yupo baadia ya alasiri, riwaya zao wanazotumia ni hizi riwaya za Aisha radhiallahu anha. Riwaya zao wanatumia ni za Aisha radhiallahu anha. Hadithi inayofuata, babu al-adhani ba'da dhahabi al-waqt. Mlango wa tatu ni mlango unaozungumzia adhana baada ya muda kuwa umeshaenda. Babu al-adhan, mlango wa kutoa adhana baada dhahabi al-waqt, baada ya kwenda wakati ushamalizika. Nyakati za swala hapa Sheikh amezimalizia hii kwa kurudia salatu al-asr. Ameingia kwenye mambo yanayofungamana na sala, nao ni al-adhan. Nako ni al-adhan. Adhana ni al-i'lam, ni kutangaza, na asili ya adhana ilikuwa kabla ya Uislamu khiyar, kwa maana ni machaguzi ambayo mtume aliwaachia maswahaba watafute namna gani watakuwa wanaitana wao kwa wao, yani namna gani watu watakuwa wanaitana kwa ajili ya swala, lakini kila mmoja akatazame lipi ambalo ni jepesi tulitumie. Kwa ikaonekana baadhi tupige kengele na nini, mpaka ilipokuja kustakiri kwa Zaidun kwamba yeye aliota matamshi ya adhan, kisha na Bilali naye pia akathibitisha ya kwamba naye pia ameota matamshi ya adhan. Mtume sallallahu alaihi wasallam akayapitisha yale matamshi yale ya adhana yakawa natumika kwenye mlango huu wa adhan. Na adhan zimegawanyika, kuna adhana za watu wa Makka, kuna adhana za Makka, kuna adhana za Madina. Zote hizo ni katika adhana ambazo zimethibiti. Sasa adhana inatakikana itolewe kwenye wakati wake. Adhana inatakikana itolewe kwenye wakati wake ule wa mwanzo wa swala. Sasa je, ikitokea sasa mlango umepita, yani muda wa swala umepita, tumeshapitisha ule muda wa swala, itolewe adhana au isitolewe adhana?
ndo huo anasema babul adhani, mlango wa adhana, baada dhahabi alwaqti, baada ya muda kushapita. An Abi Qatada radhiyallahu anhu qala, mpokelewa kutoka kwa Abu Qatada Allah amridhie, anasema sirna ma'a an-nabii sallallahu alayhi wasallam lailatan, tulitembea sisi pamoja na mtume usiku. Na hii ilikuwa wakiwa wanarejea kutoka kwenye vita vya Khaybar, wanarudi zao kutoka katika vita vya Khaybar. Tulitembea sisi pamoja na mtume usiku. Faqala ba'dhu alqaumi, baadhi ya watu wakasema, law arrasta bina ya rasul Allah, law arrasta bina ya rasul Allah, yani bimaana lau utasimamisha msafara mwishoni mwa usiku huu tukapumzika. Lau arrasta, al-urusi inakusudiwa hapa ni nuzulu al-musafiri fi akhir al-layl, yani ni kufika unakokwenda kwa muda wa mwisho wa usiku. Yani ile safari yako unayoelekea, ukifika ule wakati wa muda wa usiku wa mwisho kabisa, inaitwa at-ta'ris au at-ta'arrus, ni ule muda wa mwisho kufika msafiri. Kwa hiyo akamwambia lau tutafika mwisho wa usiku, Mtume sallam, itakuwa ni vizuri. Lau arrasta bina ya Rasulullah, jambo hilo lingekuwa jepesi sana. Na hii lau imekuja hapa inahitaji jawabu katika lugha ya Kiarabu. Lau hii inahitaji jawabu, na jawabu yake ni kwamba hivi, lau arrasta bina ya Rasulullah, lau utateremka utafika mwisho wa usiku, tutafika mwisho wa usiku, ni jawabu lake nini? Lakana ashala alaina, basi itakuwa ni vyepesi kwetu sisi. Safari yetu tunatembea usiku, basi walau tufike tunakuelekea, tufikie mwisho wa usiku kabisa. Qala, Mtume akasema, akhafu an tanamu ani salati, mimi naogopa, ninahofia mtalala, mtapitwa na swala. Tunapofika huko tukifika huko mkafika wakati ambao nyinyi mmechoka, mkaenda kupumzika majumbani mwenu, mkajikuta mmeacha swala, alfajiri kawapiteni. Qala Bilal ibn Rabah akasema, ana uqidhukum, mimi nitakuamsheni, mimi Bilali nitakuamsheni. Fattaja'u, basi Mtume na Bilali na wengineo wakawafikiana kwamba wapumzike, ili mwisho wa usiku ndio waweze kuwa wamefika makwao, kwa maana ya kwamba wapumzike kwanza, kisha lau tutaondoka sisi mwisho wa usiku ule swali na nini ndio tuondoke, tukafika wakati mzuri, itakuwa ni ahsan. Fattaja'u, wakalala usiku, wakalala. Wa asnada Bilal dhahrahu ila rahilatihi, aliyesema atawaamsha ambaye ni Bilali. Wa asnada, na akaegemea Bilal dhahrahu, mgongo wake, ila rahilatihi, kwenye mnyama wake. Bilali akamwegemea mnyama wake, akaweka mgongo wake pale, naye akalala kwa akajiegemeza tu pale kwa mnyama wake, akasema kifika muda nitaamka. Faghalabatuhu ainahu fanam, yakamshinda macho yake, fanama, akalala. Macho yake yakamshinda usingizi Bilali na yakalala radhiyallahu anhu. Fastayqadha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Mtume akaamka, Mtume alayhi salatu wasalam akaamka. Waqad talaa hajibu shams, ile sehemu ya jua ishaanza kuchomoza hiyo, na jua ishaanza kuchomoza, limeenda kutoka sasa. Waqad talaa hajibu shams, na limechomoza kile kisehemu cha jua kimeshachomoza, manake ni asubuhi yote tayari, alfajiri ishawapita. Faqala, Mtume akasema, ya Bilalu, ewe Bilali, aina ma qulta aina ma qulta, uko wapi utekelezaji wako uliousema kwamba utatuamsha sisi? Uko wapi utekelezaji wako uliousema? Aina alwafau biqaulika, ni upi utekelezaji wako, uko wapi utekelezaji wako uliousema? Qala, akasema,
ma ulqiyat alayya naumatun mithluha qat. Bilali naye akamka akasema ma ulqiyat, sijapatwa, alayya sijapatwa juu yangu mimi, naumatan, na usingizi, naumatun, usingizi, mithluha, mfano wa usingizi huu, qattu, milele, kamwe sijawahi pata usingizi mzito kama huu. Yani usingizi niliopata mimi mwenyewe sijawahi kuupata hata siku moja. Qala, baada ya hapo mtume alipomsikia Bilali akasema inna Allaha qabada arwahakum, hakika ya Allah subhana qabada, alizikamata roho zenu. Qabada arwahakum, alizikamata roho zenu, hina shaa, pindi alipotaka, muda wake akazikamata roho zenu muda anaotaka yeye. Waraddaha alaykum, na akazirejesha roho zenu juu yenu, hina shaa, pindi alipotaka yeye subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu alizikamata roho zenu na akazirejesha. Qala Allah ta'ala Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha, kwamba inaonyesha Allah subhanahu wa ta'ala yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Ya Bilal, ewe Bilal, qum fa'adhin bin nasi bisalah, simama na utoe adhana kwa watu. Fatawaddaa ay annas, watu wakatawadha. Falamma irtafa'at ash-shamsu, sasa hapa jua liliponyanyuka, sasa kile kiwango ambacho ndani yake pana makatazo ya kuswali wabiyadat, na likawa safi jeupe, wabiyadat, likawa safi kabisa. Qama faswali, Mtume sallallahu alaihi wasallam ndo alisimama akaswali. Sasa lakini mwanzoni anaanza kuchomoza, pale lilipoanza kuchomoza hakuamrisha watu waswali, akasubiria mpaka pale limeshapanda limekuwa jeupe safi kabisa. Qama akasimama Mtume sallallahu alaihi wasallam, fasalla, akaswali. Hadithi ikhtisari, kwa sababu ndio umeshaenda sana, ni kwamba roho za mwanadamu Allah subhanahu wa ta'ala, mauti, kuna mauti ni yale ya inqita', ni kukatika mafungamano ya roho na kiwiliwili, ndio mauti. Kukatika mafungamano, inqita' ta'alluq ar-ruhi bil badani dhahiran wa batin. Umauti ni kukatika mafungamano ya roho na kiwiliwili dhahiran wa batinan, nje na ndani, ndio maana ya nini, ya umauti. Ama usingizi ni inqita'uhu an dhahirihi faqat, ni kukatika mafungamano ya roho na kiwiliwili kwa dhahiri tu, lakini batini bado mafungamano yale yapo. Hadithi hii Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Bilali kwamba Bilali alitoa ahadi ya kwamba yeye atatekeleza jambo la kuamsha Waislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Bilali, sasa inna Allaha akamwambia watu wote, inna Allaha qabala arwahakum hina shaa wa raddaha alaykum hina shaa. Yani Allah ndiye ambaye anazichukua roho anavyotaka yeye na huzirejesha anavyotaka yeye subhanahu wa ta'ala. Kwenye hichi kipengele panasema ya kwamba fihi radd ala munkiri alqadari. Katika mazungumzo pana makukosoa, kuna kukosolewa wale wanaopinga qadari. Sababu unaona hapa walikusudia, Bilali alikusudia bizo atawaamsha, lakini kile ambacho Allah kamekadiria kuwa kitakuwa hakibadiliki. Na huyu ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndiyo akbaru wali, ni wali kipenzi cha Allah mkubwa sana, lakini usingizi ulimpitikia sallallahu alaihi wasallam na alfajiri kampita alayhi salatu wasalam. Yeye na Bilali ambaye alitoa ahadi ya kufanyaje, ya kuamsha. Kama angelikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kiumbe ambaye ana utofauti mkubwa sana na binadamu, lisingeweza kumpita yeye kwa sababu ya cheo chake mbele ya nani, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo qadari ipo, huwezi ukaipinga wala huwezi ukaikanusha kwa lile ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amenikadiria. Nukta ya pili katika hadithi hii, katika faida yake hadithi hii, wa fihi adhanun lilfaida. Hapa sasa inakuja kwamba tuliopitwa na swala, sasa tumepitwa na swala, je, tunapotaka kuiswali ile swala tutoe adhana?
Jawabu linasema Bilali akaambiwa qum faadhin binnas, simama na utolee adhana watu. Kwa hiyo hii inathibitisha ya kwamba aliyepitwa na swala, waliopitwa na swala watoe adhana, aliyepitwa na swala atoe adhana. Lakini hichi kipengele hichi wanawachuoni walitofautiana kwenye kufafanua hapa. Mtume alipomwambia kwamba Bilali simama utoe adhana, nini maana ya adhana kwenye hichi kipengele? Qalu, wanasema baadhi yao, hamalahu ala aliqamati, kwamba wametafsiri kwamba hili neno lina maana ya iqama. Maana yake ni kwamba mtu aliyetoa adhana au palipotolewa adhana kisha pakakimiwa, anaruhusiwa yule aliyekimu akaambiwa toa adhana. Yani kwa mfano adhana imeshatolewa hapa, tumeshajua muda umepita tayari, umeshafika, ikatolewa adhana. Baada ya kutolewa adhana kisha ukafika muda sasa wa iqama, tukamwambia yule muqimu adhin binnas, toa adhana watu waswali. Akakimu tukaswali. Kwa hiyo baadhi wakatafsiri kwamba neno hili la Mtume kumwambia qum faadhin binnasi, maana yake simama na ukimu kwa watu. Kwa hiyo maana yake aliyepitwa na swala yeye anaambiwa fanyaje? Atoe iqama, asitoe adhana. Atoe iqama, asitoe adhana. Hadha huwa alrajih, na hii ndiyo arrajih kwa watu wa jamaa, watu ambao wanaswali za jamaa. Lakini sasa ikiwa hili litakuwa liko maeneo ya fadhaiyat, sehemu ambazo hakuna misikiti, kama hakuna maeneo atakapokuwa hakuna misikiti, hakuna watu kama hivi, basi pana uwezekano au patafaa ianze kutolewa kwanza adhana kisha ndiyo iqimiwe. Lakini maeneo ambayo kuna kadamnasi ya watu, kuna misikiti, kuna jumaati, aljawami', ziko misikiti ya Ijumaa mbalimbali, basi hapo panatakikana patolewe nini? Iqama. Kwa hiyo hata wewe umekuja umechelewa swala, cha kwanza utakachotakiwa kufanya, kwanza qim sala, fanya iqama. Kwa kuwa ni msikitini, kuna majumba ya watu na misikiti ya watu ipo, qim swala, kisha baada ya hapo ndio ufanyaje? Uswali. Lakini kama upo kwenye fadhaiyati, sehemu za mbali kabisa ambazo hazina misikiti wala hazina chochote, basi ni ahsan kwanza utoe nini? Utoe adhana, kisha baada ya hapo ndipo uanze kuswali. Na nukta ya mwisho aliposema qama fasalla, alisimama akaswali. Alisimama akaswali, neno hili qama fasalla, alisimama Mtume sallallahu alaihi wasallam akaswali. Jambo hili kana bisababi shughuli biqada'i hawaijihim. Yani kwa nini Mtume pale jua lipochomoza tu, pale lipochomoza tu kidogo, hakuambia watu waswali? Jua limechomoza kidogo tu, hakuambia watu waswali, mpaka lipodhihiri ule weupe wake, likatokeza ule weupe wake, ndio akawaambia watu akasimamisha swala, watu wakaswali. Sababu ni kwamba kana bisababi shughuli, ilikuwa ni kwa sababu kulikuwa kuna shughuli na kazi, biqada'i hawaijihim, ilikuwa ni kwa sababu pana kazi za kukidhi haja zao na baadhi ya mambo. La li khuruji waqti alkarahati, isisemekane kwamba alisafanya hivyo mpaka ule muda ule wa karaha ukaondoka ndio akasomesha swala. Hapana, walichelewa kufanya ibada ya swala wakati huo ni kwa sababu palikuwa pana kazi zingine zinafanyika pale, na alikuwa akikidhi haja za watu nyingine sallallahu alaihi wasallam. Kwa ule muda ambao jua linachomoza hivi ndo wameamka pale, pakawa pana shughuli nyingi pale, mpaka watu wametulizana sasa, ndio tayari wamekaa rasmi kwa ajili ya kuswali, tayari jua limeshafanyaje? Lishachomoza, limedhihiri. Kwa hiyo sisemu ya kwamba kipengele hichi kinaonyesha wazi ya kwamba Mtume aliuacha ule wakati wa karaha, kwamba aliuacha wakati wa karaha kuiswali swala ile. Hapana, hakuacha, bali ni kutokamana na yale mazingira. Lakini mwisho ni kwamba hadithi hii inatufundisha pia, faida ya mwisho ni hadithi hii, fihi mashru'iyatu aljama'atu fil fawaid, inaruhusiwa tuliopitwa na swala, tuko wengi, tukasimamisha jamaa tukaswali. Ambao sisi tumepitwa na swala, muda wa swala umepita kwetu sisi, inaruhusiwa sisi sasa ambao tumepitwa na swala tusimamishe jamaa na tuswali, kama hivi ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amefanya. Wallahu tabaraka wa taala a'lam, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.